au aliyekuwa mke wake, yani ulipomkosa mzee Majuto ulihisi vipi? Labda utawaambia nini watoto wako katika suala zima la kimaisha? Manake tumemwona mzee Majuto alikuwa ni mtekeshaji, lakini alhamdulillah ameondoka, ametuachia athari nzuri. Nyuma yake ametuachia msikiti, ametuachia madrasa, na hivi sasa tumekuja sisi tuhakikishe kwa msikiti na madrasa zimepata nguvu kupitia maji. Manake maji tuambie ni uhai, ni uhai wa kila kitu, ni uhai kwa mwanadamu, ni uhai kwa wanyama, ni uhai kwa mimea, na hata vitu vile hivi bila ya maji pia huwa inakuwa ni changamoto. Huwezi kuswali bila ya maji. Kwa hivyo nina imani kisima kitaweza kuleta matunda makubwa. Labda na watoto wako utawaambia nini katika kufuata nyayo za baba yao? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa baada. Ndugu zangu watazamaji wapendwa, kwa mara nyingine tena tumerudi katika kijiji hiki cha Chetwaji. Tumerudi katika alhamdulillah Jitengeni. Kama tuko darasa la kwanza usikichee hapo. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu jitengeni. Naam, ndugu zangu watazamaji wapendwa, hapa tumerudi tena kwa mara nyingine katika kijiji cha Jitengeni, na tumerudi hapa kwa minajili ya kuja kuanzisha mradi wa uchimbaji wa kisima hapa katika kijiji ambacho alichokuwa akiishi mzee wetu almarhum Majuto katika mkoa wa Tanga. Alhamdulillah tumefika kuanzia majuzi na tulikuwa tukifanya shughuli mbalimbali. Leo tumefika hapa kwa minajili ya shughuli hii ya uanzishaji wa uchimbaji wa kisima, na kisima hiki ufadhili wake umetoka kwa maahawati wetu wa kutoka Oman, mmoja wapo akiwa ni Ustadha Thuria, mwingine akiwa ni Ustadha Asia, mwingine akiwa ni Ustadha Afifa, na mwingine akiwa ni Ustadha Rashida. Hawa ni maahawati wetu wa kutoka Omani ambao wameweza kutumia ufadhili wa kuchimba kisima hapa, na alhamdulillah kama kawaida leo tumemkuta ndugu yetu ambaye ni mtoto wa Majuto huyo hapa, lakini pia leo tuko na mke wake almarhum Majuto ambaye kwa majina mimi kusema ukweli, wakati alipokuwa mzee Majuto hajaondoka, kama kawaida yetu kuanzia ni wadogo tulikuwa tukimfuatilia kabla hata hajakuja kwa TV haya, tulikuwa tukimsikiliza yani vitekesho vyake kupitia tepu. Yeye Abdalla Moyo huyo ambaye kwamba tumemkosa juzi, tulipoinukia vijijini kwetu kule tulikuwa mambo yetu ni hayo, ilikuwa hakuna mambo ya mitandao haya. Na wakati tulipokuwa sasa tushakuwa wakubwa, tukawa tunamuona kupitia television, kupitia mitandao, na alivyokuwa yuko katika kuugua pia niliwahi kupata sauti yake na nasaha zake, na tulipomkosa pia hisia zetu kwa Keyezi ilikuwa ni kubwa kusema kweli. Labda hisia yako kama aliyekuwa mke wake, yani ulipomkosa mzee Majuto ulihisi vipi? Kwa kweli ni tukio moja gumu sana upande wangu, ni tukio la kihistoria katika maisha. Bila mwenzio ulianza naye hakuna kitu kinachoendelea. Yani mpaka leo naishi lakini bado nina kumbukumbu. Yani katika uwezo wa Allah sijui nisemeje. Ndugu yetu Harun katika kipindi cha nyuma alituambia kwamba alhamdulillah mzee Majuto aliacha watoto wengi, takriban 11, sio? Takriban 10. Labda watoto wako kwa upande wako ni wangapi? Na je, wako katika maeneo haya ya Tanga au mkoa huu wa Tanga, au wengine wako maeneo mengine, na shughuli zao labda ni gani? Mwanangu mimi wako 4, mmoja wa kiume, 3 wa kike. Huyu wa kiume anaishi Dar es Salaam, anajishughulisha katika utafutaji wa maisha, yuko kiwanda cha Nile Kant Salt. Na wa kike wote niko nao nyumbani barabara 17. Mashaallah. Kwa hivyo yamaanisha kuwa alikuwa na bibi mwingine, sio? Hapana, yani zaidi ya wenzangu ambao walitangulia. Kwa mimi nilikuwa wakati na ndo nikawa wa mwisho katika maisha yake. Katika hawa watoto wako mbali na Harun, kuna wengine ambao kwamba wameweza kuchukua
talanta ya mzee wao au baba yao? Nashukuru kwa hilo. Watoto wangu wote wameachwa katika talanta hiyo, kuanzia wakubwa mpaka wadogo ambao niko nao. Mashaallah. Labda utawaambia nini watoto wako katika suala zima la kimaisha? Maanake tumemwona mzee Majuto alikuwa ni mtekeshaji, lakini alhamdulillah ameondoka, ametuachia athari nzuri. Nyuma yake ametuachia msikiti, ametuachia madrasa, na hivi sasa tumekuja sisi tuhakikishe kwa msikiti na madrasa zimepata nguvu kupitia maji. Maanake maji tuambia ni uhai, ni uhai wa kila kitu, ni uhai kwa mwanadamu, ni uhai kwa wanyama, ni uhai kwa mimea, na hata vitu viwili hivi bila ya maji pia huwa inakuwa ni changamoto. Huwezi kuswali bila ya maji. Kwa hivyo nina imani kisima kitaweza kuleta matunda makubwa. Labda na watoto wako utawaambia nini katika kufuata nyayo za baba yao? Watoto wangu nawapausia ambao waendelee kufuatilia nyayo za marehemu baba yao, jinsi alivyokuwa akiishi na watu vizuri kwa upendo na amani na kazi zake. Kwa hivyo nakuambia vile tulivyokuwa tukimuona katika television, katika mtandao, ni mtu kutekesha. Maana hata hajaanza kuzungumza maneno kutekesha, vile akizungumza kikawaida utamuona mashallah, yani ni mtu kutekesha. Ndivyo alivyokuwa hivyo, au nilikuwa nikimuona mimi ni mpaka acting ndio atekesha? Hapana, yani hiyo ndio desturi ya maisha yake. Hata alipokuwa nyumbani ndio maisha ambayo tulikuwa tukiishi hivyo. Mashallah. Sasa utatuambia nini kuhusu hawa madada zetu kutoka Oman ambao kwamba wameweza kutuma ufadhili wao kuchimbwa kisima hapa? Mimi nawashukuru sana. Pia nawapa hongera kwa kuweza kutufikia sisi na wengineo ambao wenye shida tofauti na sisi, na si kwa shida hii yoyote ile ambayo itakuwa imetukabili, tukiwaomba ndugu zetu Waislamu wawe pamoja na sisi katika kutusaidia. Ndugu yetu Harun, una chochote kwa jumla sasa tutakutia uwanja sasa, una chochote cha kuzungumza kuhusu lolote, kuhusu kisima hiki ambapo tutachimba hivi sasa, ama kuhusu lolote? Mimi cha kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu nikiwa katika sehemu ya familia, mtoto wa 3 sasa wa mzee Majuto. Lakini pia nawashukuru wadhamini wetu ambao wamejitolea kwa hali na mali, wameacha mambo yao yote kuweza kutufanikishia jambo hili la kutupatia sisi maji. Hiki kisima kinaenda kusaidia watu mbalimbali katika eneo hili, lakini pia hiki kisima kitasaidia wanafunzi ambao wapo katika madrasa ya Alhaji Amri Asmani Amri maarufu kama King Majuto. Lakini pia hapa waga tunafanya shughuli za Maulidi kila mwaka. Waga tulikuwa tuna uhaba sana hili jambo, maji yalikuwa yanapatikana mbali sana tena. Kwa hiyo maji haya yataenda kutusaidia pia katika shughuli hizo. Na waombea Mwenyezi Mungu awape moyo huo wadhamini wetu, moyo wa upendo, ukarimu, lakini moyo wa kujitolea. Kwani jambo hili si kila mtu anaweza kufanya hivi, lakini kwa wao mpaka kuweza kufanya hivi ni Mwenyezi Mungu mwenyewe. Ndio amewezesha mioyo yao kujitolea katika jambo hili. Kwa hiyo tunawashukuru sana tena sana. Mwenyezi Mungu awape uhai mrefu, lakini pia vile vile awape zaidi ya hichi ambacho wametupa sisi, kutupatia maji haya. Okay, shukrani. Basi mimi mwisho tu ni kurudi kwa vijana wetu na lile ambalo tuwaambia kila siku, wale ambao wako kwenye mitandao, jaribuni katika kufanya talanta zenu ziwe ni talanta ambazo kwamba zienda sambamba na misingi anayotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tekesha, kwa nini usitekeshe? Na katika kutekesha unafurahisha, na miongoni mwa mambo mazuri ambayo kwamba tumesisitiza tuyafanye ni sisi kuwafurahisha, idkhalu surur ala almuslim. Moja katika sadaka kubwa ni mtu kumtia furaha Muislamu. Kwa hivyo mtu anapochukua simu yake akafungua, labda pengine alikuwa ana stress, kufungua simu yako ikawa ni sababu yeye kufurahi, tayari wewe una thawabu. Almuhimu ni usiambatanishe
na maovu, usiambatanishe na madhambi. Jambo la pili, baada ya kuwa contexts zako ni contexts ambazo kwamba hazina maasiya, kisha pia tusikose kuacha athari nzuri kama vile alivyoacha mzee wetu almarhum Majuto. Alhamdulillah, ameacha madrasa na msikiti. Ni vitu vikubwa hivyo, ni sadaqatul jaria kubwa hizo. Haya ndo nimeweza kuambia. Inshallah wakati wote kazi itaanza, kwa sababu amana au usimamizi tumemwachia mzee wetu Ahmed Mkapa. Yeye ndiye atakayekuja hapa na kuweza kusimamia, na mtashirikiana pamoja inshallah. Na ikiwa kuna lolote mwaweza kuwasiliana na mimi, manake namba zangu mko nazo hivi kwa WhatsApp. Ikiwa kuna chochote mtaniambia inshallah. Kwa hivyo jana alikuwa safari yeye wiki nzima, mtoto wake alikuwa ampata accident kidogo, hasa ameingia jana jioni, na kuna harusi huyo mtoto wake. Sasa ndio yuhangaika kiasi, alikuwa tuje naye lakini yuko na shule, lakini na imani siku 2-3 atafika hapa, itaanza inshallah. Na baada ya kukamilika nitarudi tena tuje tuangazie, tuoneshe wenyewe wale wafadhili kwa kisima kiko tayari, na inshallah ukiona mambo mengine tutawaletea inshallah. Haya, asante. To get more videos of Abu Shuraim, don't forget to subscribe, like and share. May Allah guide and bless the person who shares the videos.